Sasa tupo kwenye soka letu ambapo habari kubwa kwa leo ni kuhusiana na ligi kuu ya NBC Tanzania bara ambapo iliendelea siku ya jana kwa mchezo mmoja tu kuchezwa kwenye uwanja wa CCM Jamhuri pale mkoani Dodoma. Mechi hii wenyeji walikuwa ni maafande wa jeshi la magereza Tanzania Prisons ambao waliwaalika wananchi Young Africans, na mpaka dakika 90 zinakwenda kukamilika ilikuwa ni wananchi Young Africans ndio ambao walichomoza na ushindi wa bao moja kwa bila, na bao pekee la Yanga likifungwa ama likiwekwa nyavuni na Olerio Depu dakika ya 79 baada ya kupigwa mpira wa adhabu, na mpira huo ulipigwa na Alan Okello. Depu baada ya mlinda mlango kuutema mpira ule akaenda akausukumiza moja kwa moja kwenye wavu. Kwa matokeo hayo sasa wananchi Young Africans wanaendelea kujikita kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu ikiwa na jumla ya alama 38 ikiwa imeshacheza michezo 13. Kabla ya uchambuzi jadid, moja kwa moja tujikumbushe namna ambavyo bao limefungwa. Wachezaji wa Prisons wanalalamika kwa mwamuzi kwamba hiyo haiwezi kuwa foul, lakini tayari filimbi imekwisha pulizwa kwenda kuweka pressure. Hii ni ya karibu zaidi ukitoa zile za mbali zilizopigwa. Hii ni hatua chache kuingia ndani ya 18. Anaonyesha ishara vidole vinne Musa Mbisa. Basi na shaka anahitaji wanne wasimame mbele yake kuweza kudhibiti shambulizi la Yanga. Haya, pengine maneno yaliyotolewa na Kevin Sengati yanamfanya mwamuzi kuingia kwenye kitabu chake na kumuonesha kadi ya njano. Ameingia kwenye kitabu cha mwamuzi Kevin Sengati, ashakuwa na jazba, hasira, lakini tayari mwamuzi amekwisha amua. Anakumbushia tukio la Samson Mangula ambalo alikaa chini, mwamuzi akamwambia anyanyuke, kilalamika kwamba ile pia ilikuwa ni foul, lakini hakuonesha kupuliza. Mwamnyeto anakwenda kumsogeza Wema Sadoki ambaye anarudi tena kwenye eneo mpira unapopaswa kuwekwa. Ni mchezaji mzuri kwa kupiga mipira ya kutenga Alan Okello, kama ilivyo kwa Israel Mwenda tuliyemshuhudia kwenye mipira kadhaa. Wote wawili huwezi kuwa na mashaka nao kwenye aina ya mipira hii, hasa karibu na 18. Anyanyua Okello, anaucheza kwenye njia. Laulindo Aurelio Depu kwenda kuweka ule mpira kwenye net. Wamezuia mno Prisons, wamepambana sana, lakini hii ilikuwa ni muda tu kuweza kuwekwa ndani. Ameifanya kazi yake Musa Mbisa, lakini mpira ule ndani unakwenda kupokelewa na nyavu. Depu namna ambavyo alikwenda kumalizia mpira ule wa adhabu ambao ulichezwa na Alan Okello, Starboy, nyota wa zamani wa Vipers ya pale Uganda, na Young Africans ikafanikiwa kuchomoza na ushindi wa bao moja kwa bila. Ulikuwa ni mchezo mzuri kweli na ulikuwa ni mechi ambayo kwa hakika Tanzania Prisons ilionekana dhahiri kwamba walikwenda kwa ajili ya kutafuta alama moja muhimu kwenye mchezo huo, lakini sivyo bahati
kwao, wakajikuta wamepoteza mchezo huo, na ilivyo bahati kwa wananchi Young Africans wakajikuta wanaandikisha rekodi ya kupata ushindi katika mchezo huo. Kwa sasa ndio tunaketi kwenye kitivo kwa minajili ya kuja kuchambua na kudadavua taarifa zote muhimu. Lilian, nikianza nawe, Yanga imechomoza na ushindi, na awali tulisema pointi 38. Kiuhalisia na uhakika zaidi ni pointi 35. Yes, ndizo ambazo wamekusanya wananchi Young Africans. Karibu sana, na utuambie ulikuwa mchezo namna gani? Haukuwa mchezo mwepesi. Ilikuwa ni mechi ngumu sana. Ndio. Namna ambavyo Tanzania Prison walikuja katika staili ile walicheza dhidi ya Azam. Walicheza low block ambayo iliunganisha hybrid marking. Yaani namaanisha kwamba walifanya both man to man marking pamoja na zone marking. Kwa hiyo hawakuwa wanapa nafasi nyingi sana Young Africans katika maeneo yale ambayo ni hatarishi. Faida ambayo wamekutana nayo katika hii mechi mpaka Young Africans wameondoka na alama 3 ni matumizi bora ya mpira ya kutenga. Namna ambavyo Alan Okello aliupiga ule mpira na goalkeeper Musa Mbisa akapunch katika umbali mfupi na Dupe akaweza kumalizia mpira kambani. Ila haikuwa mechi ambayo ilikuwa open sana kwa sababu ya style of play ambayo Sajigo anaitumia katika timu yake. Ilikuwa ni timu yako iko very compact, na sasa walikuwa wanakosa mtu ambaye anaweza akadili na zile second balls sasa katika eneo la mwisho la mpinzani. Na alivyoingia Depu dakika 45 ni mtu ambaye ana matumizi bora sana ya 18 yard, eneo la 18 la timu. Ni mtu ambaye utamkuta pale mara nyingi alikuwa katika eneo sahihi katika muda sahihi. Hicho ni kitu ambacho kimemsaidia kupata alama 3. Though ilikuwa ni mechi ambayo ni ngumu, hata pia uko unaona namna gani ambavyo hata mipira kuna wakati ilikuwa haitembei katika mwendo ambao unataka mzani kwenda. Inawezekana ni eneo la kuchezea alikuwa rafiki sana kwa baadhi ya movement ya mpira, ila ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa ngumu na Tanzania Prison alikuwa very compact katika mchezo huo. Andrea Kinga Mkono, mechi ya wananchi Young Africans dhidi ya Tanzania Prisons ilionekana kuwa na matumizi makubwa sana ya nguvu. Lakini Tanzania Prisons na yenyewe pia ilionekana dhahiri kama kuna wakati hairidhishwi na maamuzi ya muamuzi wakati. Na ambavyo alikuwa kitafsiri zile sheria 17. Pengine hilo limechagizwa na nini? Kwanza kwa ujumla limechagizwa na mazingira mazima ya hii mechi. Kwa sababu mechi ilikuwa iwe Mbeya, ikasogezwa akasema Tabora wakasema hapana, bodi ya ligi ikasema mechi itachezwa Dodoma. Kwa hiyo mazingira hayo Prison tayari walijisi wao ni wanyonge kwenye mazingira. Kwa hiyo wanakuja pale kuja kupambana kuhakikisha kwamba wanalitimiza hilo. Lakini tuliona wakati mwingine lile lengo lao la kupambana lilikuwa linashindwa kufikia kiwango kutokana na ile hali ya uchovu. Wakati mwingine unaona hawa watu wamechoka, yani wanaocheza lakini wanakuwa wanakosa ile fitness ya mchezo. Unaona mechi kama kweli ingechezwa labda Mbeya au Tabora, mechi ingekuwa ngumu zaidi ilivyokuwa hivi, kwa sababu unaona jinsi walivyoweza kuwakaba Yanga, walicheza vizuri sana. Unaona kingine nilichogundua, ili goli limefungwa watu wanaweza kumlaumu kipa. Lakini mimi naweza kuwalaumu wale waliokaa kwenye ulinzi. Kipa aliwaambia pale wakae watu 5. Unaona kuna mtu aliinama, yule mwenye namba 14 aliinama katika mpira. Sijui Kimenya mwenye namba 18 Doto nadhani yule. Doto Shabani. Shabani 19. Aliinama aliinama wakati ule mpira umepigwa. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuinama akazidi kumfanya kipa wake apotee. Alafu ule mpira ukaja ukadunda mbele ya goalkeeper. Kwa hiyo kipa alichokifanya kile ni juhudi kubwa sana kuuzuia ule mpira usiende goli, kwa sababu mpira ukishadunda mbele yako tayari hapo unakuwa una namna. Na vivyo alivyookoa, mabeki walikuwa karibu sana na wachezaji wengi, kwa hiyo kukawa hakuna namna nyingine zaidi. Depo alivyokuwa tu kwenye eneo husika akagusa akaenda akafunga. Kwa hiyo naona Prison tukio lenyewe hasa la foul, namna ambavyo limetokea mpaka Yanga wanakwenda kupata mpira wa adhabu, ilionekana Prison hawakulizikana, lakini ilikuwa ni foul halali, kwa sababu ukiangalia huyu Okello ndo alikuwa na ule mpira, unaona yule beki aliyoingia akaingiza mguu kwa nguvu. Mbita unaona mguu atavyoingiza, anaingiza ule mguu kwa nguvu sana. Umeona sawa, aligusa ule mpira lakini ule mguu wake ukamzuia yule asiende, akajigonga. Kwa hiyo ilikuwa ni foul halali, na wao wenyewe kwa sababu nadhani hizo pressure zao walizokuwa nazo ndio zilizofanya wakati mwingine wakakosa makini. Lakini kingine naweza nikamkosoa kidogo ndugu yangu Shadrack. Alikuja na mpango mzuri, lakini alifanya mabadiliko sahihi katika wakati ambao sio sahihi. Umeona kumtoa Chanongo na Mpole ukawafanya
Yanga wakatulia zaidi, wakawa wanakuja wanavyotaka. Kwa Chanongo sababu ana tabia ya kwenda mbele na mpole, iliwafanya Izra asipate nafasi, na wale wakina Baka wakawa muda mwingi wanakaa nyuma kumwangalia Mpole, kwa sababu Mpole naye alikuwa anaweza akipata mpira anakimbia. Wale walioingia walikuja kwa nia ya kujilinda, kwa hiyo wakajikuta muda mwingi wamekaa nyuma. Unamwona hadi kuna wakati Shabalala anakuwa kama namba 8 pale, anasogea pale juu kabisa. Yani Yanga yote walikuwa huku, Prison wanapiga wanaanua mipira, unaenda hadi unatoka nje, hamna mchezaji yote wa Prison ambaye kwenye nusu ya Yanga. Kwa hiyo iliwapeleka hapo alipo, na mimi nilivyoona vile nikajua huyu ana muda mrefu atafungwa, kwa sababu ile mbinu yao ya kiuchezaji ikaonekana ishaondoka kabisa. Na hiyo labda ndio nasema inatoka labda na uchovu. Kwa wakati mwingine mnaamua kukaa nyuma, mbona bwana tukae hapa, lakini mkikaa nyuma siku zote mtakuja kufanya kosa dogo tu litawaadhibu. Umeona? Kwa hiyo kingine, issue nyingine ni ile ambayo tulikuwa tumezungumza juzi kuhusiana na uwanja. Umeona? Uwanja kwenye mechi ya Azam mvua ilinyesha kubwa, uliona mechi ilivyokuwa ngumu. Hapa uwanja mvua haikunyesha kubwa, kama umekauka. Kwa hiyo ukawa umeleta manundu. Ilikuwa inasemekana mvua imenyesha kubwa sana Dodoma. Unaona? Kama umeleta manundu. Umeona? Mvua ilinyesha sasa. Lakini uwanja ukawa umeka kama vile kama umekauka kwa fulani. Kwa hiyo muda mwingi mpira ukawa utembei kwenye kile kiwango cha. Ndio tunasema kwamba sasa hivi kwa hali ilivyo viwanja vya nyasi za kawaida, mvua zikinyesha, matatizo yale yalionekana Sokoine yataonekana sehemu nyingi sana. Na kama kufungia basi tutafungia viwanja vingi sana. Umeona? Ni kutafuta tu namna bora ya kuangalia mazingira mengine ya viwanja vyote vitumike vizuri, na haya matatizo madogo ya viwanja yasiwe sana sababu ya kuhamisha mechi. Juzi ulisema hata huu uwanja wa Dodoma Jiji hautaweza kuvumilia, itafika wakati pengine ndani ya mechi 5 tu. Na hii mechi ya pili imechezwa, unaweza ukafungiwa. Naona na hii mechi ya pili umeona jana na kelele na kwa hakuna, kwa sababu wakubwa wote wameshinda. Kelele na kwa hakuna kwa sababu wakubwa wote wameshinda. Azam kashinda na Yanga kashinda. Kama matokeo yangekuwa tofauti, ungeanza kusikia uwanja. Umeona? Kwa hiyo wakati mwingine waangalie sana hivi vigezo vya uwanja. Ndio tunajua viwanja vyetu na mapungufu, na kuvitengeneza kwa wakati mmoja wakati mwingine ni ngumu sana kutokana na hivyo. Sasa Andrea Kinga Mkono, kipi ambacho kitakuwa kinaendelea? Maana kwenye ile barua ya kutoka bodi ya ligi ilisema mchezo nambari fulani umepelekwa uwanja wa CCM Jamhuri. Status ya Tanzania Prisons ikoje? Kwamba wataendelea kubakia hapo ama watarudi kule ambapo wenyewe walichagua? Sasa nadhani bodi ya ligi itabidi itoe ufafanuzi, kwa sababu wao ndio Prison walichagua kule. Bodi ya ligi ikasema hapana, mechi mtacheza hapa. Kwa hiyo sasa bodi ya ligi inabidi iwaambie kama watabaki hapo Dodoma au watarudi Tabora. Kwa hiyo ni uamuzi wa bodi ya ligi, kwa sababu wao ndio waliwaambia sehemu ambayo Prison hawakuichagua wakawaambia hapa, kwa sababu wao bodi ya ligi ndio wamiliki wa mpira, sawa? Na ile kwa ule uamuzi wa kuipeleka Prison Dodoma ni kwa sababu walionyesha wao ndio wamiliki. Kwa hiyo wana haki ya kuambia Prison, tunaomba muendelee kubaki hapo. Watoe barua rasmi wawape kwa jamani, mechi zenu zilizobakia zote mtacheza hapa mpaka uwanja wa Sokoine utapokuwa tayari.